Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka huu 2025, saa 9 alasiri tulifanikiwa kumkamata mtu mmoja mkazi wa Chalinze mkoani Pwani aliyekuwa anajihusisha na biashara hii ya utengenezaji na uchapishaji wa vitambulisho vya taifa ambavyo kimsingi kama nilivyosema ni bandia. Na mtumiwa huyu tunapozungumza anashikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya uchunguzi zaidi, na mara uchunguzi utakapokuwa umekamilika basi atafikishwa mahakamani kwenda kujibu tuhuma inayomkabili. Huyu mtu tulimwekea mtego na kufanikiwa kumkamata pamoja na vifaa vyake, akiwa na vifaa vyake kamili ambavyo anajihusisha navyo katika kutengeneza na kuchapisha vitambulisho hivyo kwa bei ya shilingi 10,000. Kwa hiyo tumewekea mtego wa mwananchi ambaye alikuwa amemweleza kwamba atampa hiyo huduma kwa gharama za shilingi 10,000. Kwa hiyo tuweka huo mtego na tukafanikiwa kumkamata siku hiyo kama nilivyosema, saa 9 alasiri Chalinze. Mtumiwa huyu alikuwa akitengenezea wateja wake vitambulisho fake katika stationery yake, kama nilivyosema ni katika stationery yake inayoitwa Bwanga Studio iliyopo Msata Chalinze, kwa malipo ya shilingi kati ya 6,000 mpaka 10,000. Kwa alikuwa ndio tabia yake, anawatengenezea wananchi fake vitambulisho ambavyo ni fake kwa malipo ya kiasi hicho cha fedha kati ya shilingi 6,000 na 10,000 katika studio yake, katika station yake itwayo Bwanga Studio ambayo iko kule Chalinze. Sasa huyu bwana katika kutengeneza na kuchapisha vitambulisho hivi fake amekuwa akitumia kitambulisho chake ambacho ni sahihi. Sawa, amekuwa anatumia kitambulisho chake halali na sahihi, ambapo anafanyaje? Anakiskani, akisha kiskani anaingiza kwenye mfumo wa Adobe na kufuta taarifa za kile kitambulisho cha kwake. Sijui unaelewa vizuri. Akishafuta zile taarifa za kitambulisho cha kwake zile, anaingiza taarifa za huyu mtu sasa. Wewe unakwenda una mwaka wako wa kuzaliwa ambao ni tofauti na ule ulio kwenye mwaka wako kwenye kitambulisho chake, mahali pengine unapoishi au si vitu, yani taarifa ambazo ziko pale kwenye kitambulisho pale, picha yako na mambo mengine. Kwa hiyo akishaingiza kwenye ile, akishascan na kuingiza kwenye Adobe, anafuta zile taarifa, anaingiza taarifa zako wewe ambazo utakuwa umempatia kwenye kile kitambulisho kipya, ama kitambulisho fake anachokutengenezea. Sasa baada ya pale ndio ninasema kama anabandika namba ya utambulisho, NN, picha, majina, na kama kuna sahihi basi sahihi ataiweka ile ya kwako na kadhalika, pamoja na ile expire date, kwa sababu kuna vitambulisho ambavyo vina ile expire date bado vinao, pamoja kwamba tulishaondoa hiyo, lakini yeye katika kutengeneza atahakikisha zile zote ziko pale kama kwake pale, nini ataweka ili kionekane kama ni halali. Kwa hiyo atakitengeneza kishakaa vizuri pamoja na picha yako na nini, anakwenda sasa anakichapisha, na kisha kichapisha hicho kitambulisho basi anamkabidhi mteja wake huyo kwa hayo malipo ambayo wamekubaliana. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, napenda kutumia fursa hii kuwakumbusha wamiliki wote wa maduka ya stationery nchini kutojihusisha kwa namna yeyote ile, iwe ni kutengeneza ama kuchapisha vitambulisho fake kwa ajili ya wananchi, kwa sababu kufanya hivyo ni kosa la jinai na ni kinyume cha sheria ya usajili na utambuzi wa watu sura namba 36 ya mwaka 2012, kanuni vile vile ya usajili ya utambuzi wa watu 2014, na hiyo sheria kama nilivyotaja anakuwa mtu huyu amezivunja. Sasa huyu mtu tukimkamata kwa kweli ataadhibiwa
kwa kufuata kanuni hiyo niliyozungumza, lakini na sheria ya kanuni ya adhabu ya sura namba 16 ya mwaka 2022. Ikumbukwe, sheria inatambua kwamba taasisi pekee iliyokasimiwa jukumu la kuchapisha na la kutengeneza na kuchapisha vitambulisho vya taifa ni Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa, yani NIDA peke yake. Hiyo ndio taasisi ambayo imekasimiwa jukumu hilo na serikali inayofanya shughuli hiyo. Kwa hiyo mtu yoyote ama kikundi cha watu watakao kuwa wanajiingiza kwenye shughuli kama hizi ni kwenda kinyume na sheria na kanuni kama jinsi ambavyo nimezungumza, na atakapokamatwa basi atafikishwa kwenye vyombo vya sheria kwa kwenda kinyume na sheria hiyo. Aidha, niwakumbushe wananchi wanaoamua kwenda katika maduka ya stationery kwa lengo hilo la kutengenezewa na kuchapishwa vitambulisho vya taifa. Kwanza, mosi, wafahamu kwamba kufanya hivyo ama kuwa na vitambulisho hivyo fake ni kinyume cha sheria. Vile vile kumiliki hicho kitambulisho cha namna hiyo ambacho ni fake ni kosa, ni kinyume cha sheria na ni kosa. Na kama nilivyosema, atakapokamatwa atafikishwa kwenye vyombo vya sheria kujibu tuhuma hiyo. Kugushi na kumiliki nyara ya serikali bandia. Pili, niwakumbushe vivile kwamba ni kosa kwa mtu kutoa pesa ili kutengenezewa kitambulisho cha taifa, kwa sababu kitambulisho halisi, kwa sababu hicho kinachotengenezewa ni kitambulisho fake. Sasa ni kosa kwa sababu kitambulisho halisi kinachotengenezwa na kuchapishwa ni kile kinachotolewa na Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa, NIDA, kama nilivyosema. Na kwa mara ya kwanza, ndugu zangu, huwa huduma hii inatolewa bure, bila malipo yote, ni bure. Kwa hiyo unapotoa pesa unaliwa pesa yako, lakini unajiingiza kwenye mchezo wa kuchezea nyaraka za serikali na kugushi na kupata kitambulisho ambacho ni fake au nyaraka ambayo ni fake. Katika hatua nyingine, ndugu zangu waandishi habari, napenda nitumie tena fursa hii kwamba kuwafahamisha kwamba kama tulivyotangaza, na mlikusaidia sana kulieleza hili, kwamba ifikapo tarehe mosi mwezi wa 5 ambao ndio huu, tunafunga rasmi matumizi ya namba za utambulisho wa taifa, yani NIN. Tulitangaza hivyo na tukawasitiza wananchi watumie muda mfupi uliokuwa umebaki, kwa sababu kwa nyuma tulishapa muda mrefu sana. Kwa hiyo tukasema sasa ikifika tarehe mosi, with serious note, tunakwenda kufunga matumizi ya namba za utambulisho wa taifa kwa wale ambao tumekwisha watumia message na wakapata huo ujumbe, lakini wakawa hawajafika kuchukua hicho kitambulisho. Kwa hiyo kwa watu wa namna hii tunakwenda kufunga NIN. Tulieleza hivyo, matumizi ya namba za utambulisho, kwa sababu hizi ndio zinawafanya pengine wasione umuhimu wa kwenda kuchukua kitambulisho. Sasa tulisema tarehe 1 Mei. Napenda kuwajulisha rasmi, tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu 2025, saa 6 kamili tumesitisha na kufunga namba za utambulisho wa taifa za wale wote ambao walikuwa hawajaenda kuchukua vitambulisho hivyo. Tayari tumekushasitisha hizo namba. Kwa maana yake hatapata yoyote yule ambaye kadhia hii imemkuta, maana yake ni kwamba hatapata huduma yoyote ile inayohusiana na vitambulisho ama namba ya utambulisho wa taifa, kwamba uonyeshe ili uweze kupata huduma. Na nyinyi mnajua na wananchi wanajua kwamba sasa hivi huduma zote nyingi, kila huduma utaambiwa lete kitambulisho cha taifa na namba ya utambulisho wa taifa. Kwa hiyo hutapata huduma hiyo kuanzia sasa. Sasa tulipiga spin kuanzia jana usiku saa 6. Sasa baada ya hapo nimepokea simu nyingi sana. Mpaka hivi
asubuhi tulikuwa bado tukia simu za watu wakiuliza, wengine wakilalamika, sasa tumefungiwa matumizi ya NN, namba yetu ya utambulisho taifa, sasa itakuwaje? Ndio tumefutwa sasa kabisa kwenye utambulisho, hasa ndio tutapata huduma kabisa. Simu nyingi sana. Sasa nimejaribu kuwa na waelimisha nao, zungumza nao, lakini nitumie tena platform na niwaombe na ili tusaidie kueleza wananchi kwamba kufunga matumizi ya namba ya utambulisho wa taifa sio kufuta utambulisho wako wa taifa. Hatujafuta. Utambulisho wako wa taifa bado upo. Tulichofanya ni kufunga matumizi ya namba za utambulisho. Kwa hiyo utambulisho wa mwananchi bado yupo, taarifa zake bado zipo kwetu na utambulisho bado upo kwetu. Hatujaufuta wala kuondoa. Tumefunga ili ukosa hizo huduma zote na nini, uone haja ya kwenda kuchukua kitambulisho chako kama message ilivyokutaka. Na the moment unafika kwenye ofisi za wilaya ya NIDA ulikoelekezwa kwenda kuchukua kitambulisho chako, ukishachukua kitambulisho chako, tunahuisha papo kwa kufungulia, tutakifungulia, nitumie lugha hiyo, ama tuna activate muda huo. Kwa hiyo unarudi, unaendelea kupata matumizi yako yanarudi kama kawaida. Kwa the motive behind hapa ni watu waende wakachukue kitambulisho, kisha chukua, matumizi yanarudi kama kawaida. Kwa sababu inaonekana wengi wamepata hofu, pengine hawakutuelewa vizuri kwamba ndio nafutiwa kabisa tena utambulisho kabisa, hatambulikani tena. Hapana, utambulisho wako bado upo, ila kama umefutiwa, umesimamishiwa huduma hiyo ya namba ya taifa, nenda kachukue kitambulisho chako. Ukishachukua tu, the moment tunachukua, basi tunakufungulia pale pale ama tuna activate na unaenda kupata huduma kama kawaida. Kwa hiyo naomba hili wananchi watuelewe vizuri sana kwenye hilo, na nitoe rai kwamba waendelee kwenda kuchukua vitambulisho vyao. Kwa wale ambao watakuwa wameshafungiwa, waende wakachukue vitambulisho vyao, na kwa wale ambao vitakuwa vinaendelea kutoka wanapata message, waendelee kwenda kuchukua vitambulisho vyao. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.